Unaona vile watu wengine wanakuwa na ujinga. Watu naambia watu wa Mount Kenya wanasiasa hao wanafuatanga vitu hao wanasema, au vitu hao wanataka, au vitu hao wanataka. Hebu niambie sasa. Hii ni pale ile kura naenda kufanywa naita Alokaluo, sijui ni Alokaluo. So kwa sababu sijui ni Kindiki alimwambia huyu jamaa, sijui anakaa kama chokora, sijui hana koti, hana suti. So huyu jamaa ambao amemea manywele kila mahali ameenda kumwambia watu wa huko wampigie harambee wamnunulie suti. Hali unaenda kununulia mtu wa siasa suti Ni kama unakumbuka ule Mumeru ambao sijui alikuwa wapi, si Uhuru alimnunulia gari alienda wapi? Alisaidia watu wangapi tangu nunulia gari? Mpaka huyo MP mdogo aliingianga wakati wa Uhuru, wakati alikuwa anatafuta kura. Ule Mumeru amesaidia wangapi? Vijana wangapi wamechange maisha yao? Unamsikianga mpaka leo? Si ni MP? Si alirudi nadhani? Huyo MP unamsikia mpaka leo, wakati alinunuliwa gari mpaka sasa hivi. Yeye unadhani amenunulia wangapi gari? Amenunulia wangapi basikeli? Amenunulia wangapi pikipiki? Amelipia wangapi school fees? Amelipia wangapi, wamenunulia wangapi uniform? Amenunulia wangapi chakula? Amefanya nini? Mpaka sasa hivi hajawahi msikia. Alifanya nini? Hatujawahi sikia maendeleo yake imefika wapi. Ule alipewa gari ambao hakuwa na gari, alikuwa na basikeli. Aya Toto pia ule alikuwa na kampeni na basikeli, alikuwa anatembea sio mguu tupu. Umesikia alifanya nini? Amesaidia watu wangapi? Wakati alisaidiwa akifanywa ABCD. Ameokoa wangapi? Wangapi amesaidia? Wangapi wamenunua pikipiki? Wangapi wamenunua gari? Wangapi wamenunua school fees? Huyo Toto ulisikia wapi? Haya, mwingine hiyo Salasia, amenunulia wangapi gari? Amesaidia wangapi? Amelipia wangapi school fees? Ameokoa wangapi? Watu unawasanyia pesa kwa sababu ya huruma, kwa sababu si sympathy, kwa sababu ya kufanywa hivi. Sasa huyu unamsanyia pesa, kila mtu ametoa shilingi yake moja, shilingi 500, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, hali unamnunulia suti. Hii harambee ungepeleka hata upeleke mtoto mmoja shule, ungehesabu. Hii harambee hata ungefanya ungetengeneza daraja ambao unashinda watoto kupita kwenda shule, ungesaidia. Hii maendeleo ukifanya hata ungevutia wanawake wa 10 au 5 boma zao wawekee maji, singekuwa maendeleo. Hii pesa umesanya hapa, ungewekea hata wamama 10 au boma 10 au boma 20 umeweka stima. Hii pesa umesanya hapo ungeenda kulipia watu ambao wanadaiwa school fees kama secondary, university ambao hawajakilia school fees zao. Alafu wewe unakaa chini. Watu wa Mount Kenya wanatuambia hao ndio clever kupiga siasa, hao ndio clever kuchagua malida, hao ndio clever kujua kila kitu. Wamekaa chini, wanatoa pesa, wanasanyia watu wa siasa. Watu ni wajinga kwa hii Kenya kweli. Wajinga hawajaisha Kenya. Wajinga wamezaliwa Kenya. Mimi siona wajinga yote imeisha Kenya. Wajinga wamejazewa Kenya. Sasa gani unapata mtu anachukua fare yake, anachukua gari yake, anachukua mafuta yake, anafuata mtu wa siasa, na hataki MCA hata, na hataki hata MP, hataki hata women rep. Na kwa nini unatumia mafuta yako kufuata mwanasiasa? Ni nini unapata? Kama chuo zote hutaki, hata business zote hutaki. Oni after kusaingia huko ndio unaita kulia kwa mlango yake, nasema ulikuwa unanionanga na pikipiki, ulikuwa unanionanga na gari nikikuja kwa rally yako, ulikuwa unanionanga bila na kusupport, ulikuwa unaonanga TikTok yako, si YouTube yangu nikikutaja. Hii ni ujinga hali ya juu. Kutoa pesa juu ya mwanasiasa sio hana viatu, hiyo ni ujinga number 2. Sio kutoa pesa sio mwanasiasa hana suti, hiyo ni ujinga number 3. Ani kutoa pesa kununulia mwanasiasa saa, hiyo ni ujinga number 5. Ani kutoa pesa unanunulia wanasiasa ngodha, hiyo ni ujinga number 5. Ani kutoa pesa unanunulia mwanasiasa pikipiki, hiyo ni ujinga number 7. Hiyo ni ujinga number 7. Ani kutoa siasa unanunulia mwanasiasa kofia, hiyo ni ujinga number 8. Ani kutoa pesa unamnunulia mwanasiasa chakula, hiyo ni ujinga number 9. Hani kutumia pesa yako kwenda rally ya wanasiasa na kuna kitu yote unataka, na kuna chuo yote unataka, hiyo ni ujinga number 10. Hiyo
Ujinga namba 11, hani mwanasiasa kisa pita, ndio sasa utaenda kuomba kwa ofisi yake. Unawambia silikuwa unaona nakuja kwa rali yangu. Si unaona siku moja nilikutoa pesa wakati ulikuwa hauna koti, ulimwambia hauna koti. Si unaona hiyo ni ujinga namba 11 ambao watu waache ujinga. Unataka kufika ujinga 12 kama disciples ya Yesu.